maana wewe ndio mwenye kufunga na kufungua. Ulichokifunga kinafungwa, alafu ulichokifungua kinafunguliwa. Fungulia uponyaji maishani mwako, fungulia amani, fungulia ushindi, fungulia furaha itende kazi. Fungulia leo hii, fungulia viwango vya kufungulia mema viachiwe kwako, maana Yesu Kristo amezalisha vitu ndani yako vifanye kazi. Neno nasema ninyi ndio chumvi ya dunia. Ukiwepo mahali popote wewe ni chumvi. Ukipanda basi lolote watu wasipate ajali, na wapate ajali maana upo ndani. Malaika Bwana yuko na wewe, haki ya Mungu iko pale, msaada wako uko pale. Ukipanda ndege Yesu yuko pale, unaposafiri Yesu yuko pale na escort yake. Napata ufunuo. Mungu anamwambia Paulo usiku wa manane, Paulo, huna budi kufika kwa Kaisari, na watu wote hao hakuna nafsi moja itakayoangamia. Hawajaokoka, lakini Paulo yuko mle. Kuna vitu naachilia vinanisu. Kuna vitu unapiga, kuna vitu unapiga kiroho alafu unasikia raha. Mungu anamwambia Paulo usiku wa manane anasema hivi, watu wote waliokuwa nao hao hakuna atakaye kufa. Hao sio walokole, hao sio wapendwa. Paulo ni Paulo, hao wanakwenda kwenye biashara zao na ni wafungwa wengine, lakini Mungu anamwambia hawataangamia kwa ajili yako. Ukisimama na haki utaokoa taifa. Ukisimama na haki utaokoa jamii, utaokoa familia yenu, utaokoa ukoo wenu, utaokoa ndoa yako. Mume wako akifanya madudu usimuigize. Simama na haki, utaokoa mume wako. Hata mume wako akioa mke wake wawili usimlipize ukatafuta nawe kaboi fulani huko kakijana. Achana nako, simama katika utakatifu, alafu Mungu mtakatifu ataamua kwa haki. Lakini simwambie Mungu naomba umuue, mwambie Mungu huyu bado ni wangu, na Mungu atashuka kwa ukiri wa imani hiyo, atamuokoa na mabaya yote, pamoja na uovu aliofanya Mungu atamsamehe. Mtaendelea na maisha. Silipe kisasi. Haleluya. Mungu anamwambia Paulo, hao ulionao, hao wote hao ulionao wako salama mikononi mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Wako na vitu ambavyo lazima uvijue, ufurahie wema wa Mungu. Unajua kuna wakati ambapo shetani ni mjinga sana, alafu ule ujinga anatafuta watu wajinga ambao hamjui Kristo na kazi yake, anawarubuni. Mimi nakwambia unaponisikiliza uwe mtu mwenye akili njema. Aliyeokoka, mimi nimewahi kuona kabisa mtu ameokoka ni taira. Kadri anavyoendelea kwenye imani hii, utaira unakwisha, kwa sababu Yesu hawezi kukaa ndani ya taira. Hawezi Yesu hawezi, lazima atasababisha akili. Na ndio maana mataira wote waliozaliwa mataira wataenda mbinguni wote, kwa sababu hawakupewa akili za kuamua mema na mabaya. Wanaenda, walinyimwa maamuzi wote, na watoto wote na mataira wote wanaenda mbinguni. Au amezaliwa kwenye nyumba ya uchawi, taira yeyote nakwambia, kwa sababu amenyimwa kujua hili ni jema, hili ni baya, anaenda, lazima aende. Bubu kama ni bubu ameshindwa sala ya toba, inabidi aende hivyo kwa sababu hakufunguliwa. Angetaka sema Bwana Yesu nakuja mbele yako, ameshindwa kukiri, inabidi aende.
Na ndio maana mabubu wengi ambao ni mabubu walipotaka kuokoka, lazima Yesu aliwapa kusema, ili waseme Bwana Yesu, tunatubu. Kwa kinywa mtu anakiri, sio kwa moyo. Kwa moyo anaamini, lakini kinywa kinakamilisha. Kwa hiyo bubu akija humu kanisani tukashindwa kumwongoza sala ya toba, anaingia mbinguni hivyo hivyo, amemaliza. Upande wa pili ni wa Mungu, sasa hajamfungua kusema, anaenda naye hivyo, anachomoka kama yule mwizi msalabani. Kazi ya Yesu ni njema. Haleluya! Kazi ya msalaba ni ukamilifu wa mwanadamu. Ukisoma maandiko unasikia raha, unasikia vizuri. Tuko pamoja? Wagalatia 2:20, Wagalatia 2:20. Tuko pamoja? Lakini na nielewa, soma Biblia yako. Leo hii watu hawasomi Biblia, alafu kudanganywa ni rahisi. Yaani usiposoma Biblia watakudanganya tu, na uwezi kukwepa kudanganywa, sababu si ujui. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa, sema katika mwili, sema ndio, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Pigia Bwana makofi ya kutosha. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Yaani nimekufa, lakini tena nimefufuka, ni hai, wala si mimi tena. Baada ya kusulubiwa, baada ya kuacha maisha ya kwanza, Kristo yu hai ndani yangu, sio mimi tena. Yesu amebadilisha maisha yake, na uhai nilio nayo sasa katika mwili hivi ninavyoonekana, ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Mungu ameniokoa, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake. Kwa hiyo Mungu amejitoa nafsi yake, na maisha ulionayo sio ya kwako. Huna kibali cha kuyafanyia unavyotaka, huna uwezo wa kuyapeleka kokote kule. Ni maisha ya Mungu. Mungu yuko ndani yako, amewekeza vitu ndani yako. Kwa kuishi kwetu sisi ni Kristo. Tunapokuwa mahali popote, Mungu anajishughulisha, kwa sababu sisi hatupo, tunaishi kwa sababu Kristo anaishi ndani yetu. Huwezi kufanya vyovyote, huwezi kaamua kuchukia uchukie, unakosea. Hayo maisha yashapita, haya maisha sio ya kuamua kuchukia. Ungeweza kule nyuma, lakini kisha kumwamini Yesu, kuchukia sio kibali. Yesu ameyatoa maisha hayo mafu, ameweka uhai wake ndani yako. Huwezi ukasema lolote, huwezi ukasema natukana ukatukana, huwezi ukasema nafanya hiki nafanya. Hapana, unaamliwa kutenda mema tu. Ndio maana maandiko yanasema muige, mshinde ubaya kwa wema, na muige wema, msiige ubaya. Sisi hatuigi. Ukiona mtu mzuri lakini tabia mbaya, usiige, kwa sababu huko tumetoka. Uwe binti, uwe msichana, uwe kijana, uwe baba, mtu yeyote, sisi maisha yetu yamebadilishwa, na lazima yasimamie mwenyewe. Mabadiliko hayo yako kwako. Usitake watu wawe na ushahidi juu ya maisha yako. Mungu ndiye ambaye ni shahidi wa maisha yako, ndiye mliyepatana namna gani uishi. Kokote nakokuwa, Mungu ndiye anayejua. Usianze kuishi maisha ya viungo, vifundo. Hayakusaidii. Tiririka na tabia ya Bwana, tiririka na maisha ya Mungu. Alafu nikwambie siri, unapotiririka na maisha ya Mungu, kile ukisema tu Yesu yuko hapo, Bwana yuko hapo, kwa sababu mwenye haki wa Bwana hataachwa, kwenye uharibifu hataachwa. Unanielewa? Kwa maisha yako sio ya kwako. Usibaki na makando, tabia za ajabu. Achana nazo. Chukua maisha mapya, na lazima uyaitikie. Maisha mapya hayawezi kuwa sahihi kwako kama unaona kama mzigo.
kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kama mzigo. Sio mzigo. Biblia inasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ni mzigo kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa sababu ya dhambi inayokaa ndani ya mwanadamu. Mwili na roho vinashindana, hata watu hawezi kufanya mambo wanayotaka. Kwa kuona sheria ya Mungu ni ngumu ni kwa sababu ya mwili ambao siku zote unashindana na Mungu. Unashindana na Mungu. Unashindana na Mungu. Unatamani kufanya unayotaka, lakini huko siko njia iliko. Neno nasema iko njia inaonekana machoni pa mtu kuwa ni sawa, imenyoka, lakini mwisho kule anayejua njia za watu ni Mungu. Yaani wewe ukiwa hapa unapoangalia njia wamepiga lami, kumbe ni kipande cha lami. Alafu kuna njia nyingine ambayo ni kama uifurahi, kumbe ndio njia moja kwa moja. Anayezijua njia za wanadamu ni Mungu peke yake. Anayejua njia zako ni Mungu peke yake. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Kama biashara haiendi, mwamini Mungu. Usiwe na wazo la pili kwamba mbona mwenzangu anafanikiwa. Mwisho taambiwa twende kwa waganga wa kienyeji. Usiwe na maswali mengi, shetani atakupata kwenye maswali. Atakupata kwenye maswali. Jifunze kusema Mungu umetenda. Elia anasemaje? Nenda kaangalie wingu. Anamtuma kijana wake. Alafu kijana anasemaje? Hakuna kitu. Alafu Elia ni mtu wa kiroho, anasema hivi, nenda tena mara 7. Baadaye anakuja anasema hivi, nimeona kitu kama mkono wa mtu, kwa wingu kadogo kama mkono wa mtu. Asema, mwambie Ahabu jitandikie, mvua itashuka. Elia anajua kutumia dalili ndogo kwa ushindi mkubwa. Hata wewe jifunze kutumia dalili ndogo kwa ushindi mkubwa. Mke wako kama vile ni mchafu, hajui kuoga na vitu mbalimbali, lakini kama anaweza kupiga magoti anapokupa chakula, basi mpende hako kadogo. Hako mpe tiki. Mwambie wewe ni mke mwema. Kwa sababu ukiwaza kubadilisha mke hata kwa kuacha imani, utapata varuvaru ambaye hawezi kupiga magoti, anasimama juu ya meza ndio anakupa chakula. Usipuze tabia ndogo ambayo ni ngumu mtu kuifanya. Mke mpaka kupigia magoti karibu chakula baba. Hata kama nanuka kikwapa, achana naye, lakini hii tu inatosha. Huyu mke Mungu amenipa. Mfurahie, mpende, mtafutie perfume, kwa sababu vingine unaviondoa mwenyewe. Kikwapa kinaondoka sio kwa kuoga, kwa perfume. Shida mnunuagi perfume. Nunua perfume. Wewe unafanya makazi mazito, alafu ukipita hapa ni kama umepita lori la mafuta, si ni shida? Mimi nikuachia hapo, sio kanichukia.